itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Ndio mwaliko tunaopewa katika kipindi hiki cha Majilio, kipindi cha ujio. Ndio nani? Ndio Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Dominika ya kwanza ya Majilio na ya pili, neno linatukumbusha juu ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja kuwahukumu wazima na wafu. Dominika ya tatu na ya nne inakuja kutukumbusha jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyozaliwa kwetu. Hivi neno la Mungu linalotualika ya kwamba sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Basi tunaalikwa tuzae matunda ya toba. Na pia nakazia anasema kwamba na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupa motoni. Somo la kwanza kutoka Isaya sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 10 limetukumbusha sehemu ya kwanza juu ya haki. Anasema, na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Alafu sehemu ya pili anatuambia juu ya amani. Manake haki na amani vinakwenda kwa pamoja, kutangulia haki kuja amani. Na neno pia linatuambia, na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo. Tunajua kwamba ni kitu cha kawaida ambacho hakiwezekani. Mbwa mwitu akimwona kondoo atafanya nini? Atamvamia. Lakini anasema kwa ajili ya amani hiyo, mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana-kondoo, na chui atalala pamoja na mwana-mbuzi. Ndama na mwana-simba na kinono watakuwa pamoja na mtoto wa mdogo. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja. Na simba atakula majani kama ng'ombe, na mtoto anyanyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Wala hawatawadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajaa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyofunika bahari. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba tunaposubiri kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaposubiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, mimi na wewe tunaalika kuitengeneza njia ya Bwana. Tunaitengenezaje hiyo njia ya Bwana? Moja, anatutaka tutende haki. Nabii Isaya anakumbusha hilo. Na haki ndiyo nini? Haki ni kumpa mtu anachostahili. Kwa kawaida haki huendana na wajibu. Baada ya kuwajibika ndipo unapata haki yako. Katika mazingira ya kawaida tunasema kwamba mtu apewe haki yake. Maana yake nini? Mtu akifanya vizuri apongezwe, atiwe moyo na wengine waige. Mtu akifanya vibaya asilaumiwe na kuzomewa, bali akumbushwe ni wapi alipokosea ili aione njia ya kweli. Lakini pengine nafanyika kinyume chake. Mtu akifanya vizuri badala ya kupongezwa anaonewa wivu na kujengewa chuki. Mtu akifanya vibaya pengine analaumiwa na kuzomewa pasipo kuoneshwa nini akifanye. Dominika pia Majilio ya mwaka ambayo ndio leo, masomo yote matatu yanatukumbusha kubadili mioyo yetu hali tukizingatia haki na amani. Mwanadamu anatenda haki kwa kutii na kuziishi amri za Mungu. Amri za Mungu zinatuelekeza kumpenda Mungu na jirani kama alivyomfundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na akili zako zote, na kumpenda jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Maana haki iliyo ya Mungu tumpe Mungu, na haki ya wanadamu wenzetu hapo wanadamu wenzetu. Kila mmoja anaalikwa kutenda haki katika mazingira yake anayoishi.
Hivyo somo la kwanza kutoka nabii Isaya sura ya 11 ya kwanza hadi ya 10 linaeleza juu ya ulimwengu mpya ambao tayari umeshaanza. Nabii Isaya anatabiri kuwa nyakati za mwisho atafika Masiha kutoka ukoo wa Yese. Masiha huyo atajazwa mapaji ya Roho Mtakatifu, ataleta amani duniani kwa haki na atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili. Ndio maana tunaambia kwamba kwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo, na chui atalala pamoja na mwanambuzi, ndama na kinono watakuwa pamoja. Hivyo katika somo la Injili pia Yohana Mbatizaji anatuambia tunapaswa kufanya nini ili kuandaa njia ya Masiha. Anatualika ya kwamba tutubu, maana yake tutambue kasoro zetu, tufanye hatua za kurekebisha, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenena nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kama tunavyosoma Mathayo sura ya 3 ya kwanza hadi ya 12. Na kisha anamshuhudia mfalme atakayekuja, ambaye atakuwa hakimu mwenye haki na mkubwa kupita Yohana mwenyewe, kwamba huyo ataleta taabu kubwa zaidi, atagawanya watu katika makundi mawili, wabarikiwa na wale ambao ni wamelaaniwa, katika maana kwamba wale wanaomcha Mungu na wasiomcha Mungu. Somo la pili kutoka Warumi sura ya 15 aya ya 4 hadi ya 9, Mtume Paulo anaonya Wakristo wasiharibu amani iliyoletwa na Yesu, ili wawe na umoja katika kumtukuza Mungu. Kila mmoja anapaswa kujiuliza, ni nini kinachotenganisha na majirani zetu? Ni vizuizi vipi vinavyozuia maelewano ambayo yanapaswa kuwepo katika familia zetu, jamii zetu na hata katika taifa zima? Hivyo tunakumbushwa mimi na wewe kuwa haki, adili na kudumisha amani ndiyo msingi wa imani yetu. Kinyume na hapo itaibuka migogoro mingi isiyo na msingi, isiyo na maana. Hivyo kila mmoja anaalikwa moja, kutenda haki, kutenda yaliyo ya adili na kudumisha amani. Tunajua kwa kawaida mahali ambapo hakuna haki na amani haipo, manunguniko yatakuwa mengi, maumivu yatakuwa mengi, na kisha baada ya hapo amani nayo itakuta hataipata. Sehemu ambapo hakuna adili, ambapo mmoja hawajibiki kwa matendo yake, ambapo mmoja haioni njia iliyonyoka na kuitekeleza, utakapozungumzia amani ni kama vile kupotoka. Kwa sababu tunapozungumzia amani, tunayo amani ya moyo alionayo mtu binafsi. Ndiyo hiyo kwamba inategemea pande zote mbili. Je, katika kumcha Mungu ambaye ndio nguvu yako, ndio ulinzi wako, umejiungamanishaje naye? Itengenezeni njia ya Bwana, itengenezeni njia ya Bwana. Kumbe nasi katika ngazi ya familia zetu, nataka familia zetu ziwe katika amani, basi tutende haki. Akina baba tutende haki katika familia zetu, akina mama tutende haki katika familia zetu. Na haki ndio nini? Tusema haki kumpa mtu kile anachostahili. Mtu akifanya vizuri apongezwe na tuige wema wake, akifanya vibaya tusilaumiane, bali tukumbushane mpasa afanye nini ili aweze kurekebisha hiyo kasoro. Na katika namna hiyo, unapomnyima mtu haki yake, inakuwa ni chanzo cha kukosekana kwa amani. Hata kama atavumilia, itafika nafasi atashindwa. Hiyo inaonekana kabisa katika familia. Mtoto ukizoea daima kumuonea, mtoto daima akijua kuna jambo dogo, nguvu kubwa inatumika kumwadhibu, inafika baadaye naye anajenga usugu, anakuwa hata mzazi hakusikilizi. Anaona ni kama vile daima ni mtu wa kuonewa, anaona daima ni kama vile mtu si wa kusikilizwa. Kumbe nasi tupasa tutende haki ili kuleta amani katika familia zetu, ili kuleta amani katika jamii zetu tunazoishi. Hivyo tunaalikwa hapo, na kila mmoja mwenye dhamana ya kusimamia haki atimize wajibu huo wa kuwajibika, kama tulivyozungumza mwanzo kwamba haki inaenda na wajibu. Imempasa kila mmoja kutekeleza majukumu yake kadiri ya nafasi yake, ili haki iweze kutendeka.
Uwezi ukadai haki. Kwa mfano katika familia, mtoto anadai chakula lakini hafanyi kazi, maanake haki unayodai hii inakuwa sio sehemu yako. Kama Mtume Paulo mwenyewe anatuambia, asiyefanya kazi na asifanye nini? Na asile. Kila mmoja atimize wajibu wake ili aweze kupata haki yake. Hivyo kwa namna moja au nyingine, tujiepushe kwa namna moja au nyingine kuyafanya yale mengine ambayo kawafanya wengine wajisikie wanyonge, wajifanye ni kama vile wako wengine ambao wana maisha nafuu zaidi kuliko wengine, ni kwa sababu wengine wamevunjwa haki zao. Hivyo hatupaswi kumwombe Roho Mtakatifu awe nasi katika maisha yetu ili tupate roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana, na furaha yetu iwe katika kumcha Mungu. Hakika tukiongozwa na Roho Mtakatifu tutaweza kutenda haki na kuwajibika, kupendana na kudumisha amani miongoni mwetu. Hivyo katika haya yote, Dominika leo inanikumbusha mimi na wewe, tunaposubiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaposubiri Yesu Kristo azaliwe mioyoni mwetu, tunaalikwa kutenda yaliyo ya haki. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Maana katika kipindi hiki cha maandalizi, maana kila mmoja aketi chini, yapi ni mapungufu niliyo nayo nianze kurekebisha. Hiyo ndio namna yetu ya kutengeneza njia ya Bwana. Katika jamii zetu tunazoishi, kila mmoja jiulize, ni vitu gani vinavyokosesha amani katika familia zetu, katika mitaa yetu? Ni vitu gani vinavyokosesha haki katika mitaa yetu na katika familia zetu? Unaweza kuona kwa namna moja au nyingine, kupungua kwa maadili, kupungua kwa malezi yaliyo ya dhati kwa familia zetu. Na ndio maana tunaona watoto wa siku hizi anaweza kumjibu mzazi kadiri anavyoweza. Si kwa sababu yeye amependa kuwa hivyo, ila kwa sababu kuna taa inawaka mahali fulani kwamba msingi wa malezi ya watoto umefanya nini? Umeachwa mbali. Leo tunaalikwa kwamba tutengeneze njia ya Bwana, tunyoshe mapito yake. Hebu jiulize mama, baba, ni lini umekaa na mtoto wako ukamwelekeza misingi ya maisha? Moja, kuhusu upande wa imani, kwamba mwanangu, katika kukua kwako hakikisha umwachi Mungu. Daima mtangulize Mungu katika mambo yako yote unayoyafanya. Na ukimpa mtoto wako msingi ya mtindo kama huu, hata mama atapiga magoti kukuombea mbele ya Mwenyezi Mungu uweze kupona. Atapiga magoti mbele ya Mungu ili mambo yote yaweze kwenda vizuri. Lakini kwa sababu pengine kwa namna moja au nyingine tunakwepa wajibu wetu, tunajifanya muda wote tuko busy. Kama ni katika vijiji vyetu tuko busy na shughuli za shamba. Mama anatoka asubuhi anarudi jioni, hajui watoto wake wanapitia changamoto zipi. Basi leo tunapoalika mimi na wewe tutengeneze njia ya Bwana, tunyoshe mapito, hebu turudi kwenye misingi yetu ya malezi kwa watoto wetu. Imekaaje? Tumsifu Yesu Kristo. Watoto mpo? Sijasikia. Watoto wote naomba tusimame na muijibu ile salamu yetu kwa sauti mpaka yuko kule nje atamani kuingia kanisani. Watoto mpo? Tupo kanisa, ndani ya kanisa moja takatifu la Katoliki la mitume na misionari wa mbona yaani wewe acha tu shetani naye kidogo tupa kule nyanya. Asante. Milele amina. Asanteni sana. Naomba niwaulize kule nyumbani, ukiona una baba au mama ukifanya vizuri hakupongezi, anabaki kimya. Yaani hiyo siku umejitahidi, umechota maji, umeokota kuni, umefagia na nyumba na kudeki, halafu baada ya hapo na kila kitu umeweka vizuri, mama anakuja ameona, anasema nani aliyefanya hivi hapa? Anasema ni mimi niliyefanya. Halafu anabaki kimya. Unafurahi utakasirika? Utafurahi utakasirika? Unaona? Anasema yeye ametimiza wajibu wake. Mzazi umeuliza, lakini baada ya hapo hujampa haki yake, maana hujampongeza kwa kazi nzuri, si ndio? Anakasirika kwa sababu ya nini? Alitarajia apewe haki yake, ambaye mwanangu ulichofanya vizuri sana, na ikiwezekana umpe hata zawadi. Hata kama hauna zawadi ya chochote, angalau zawadi ya maneno ya mtoto. Nitakuuliza tena,
Wewe kule nyumbani umeharibu vitu vya watu. Natoa mfano. Sasa hivi msimu wa maepo, si ndio? Umeenda umeiba maepo ya watu. Umekamatwa na mwenye nyumba, mwenye matunda. Halafu unaona mama yako na yule mwenye maepo wanaongea. Baada wewe kuiba matunda na ukakimbia na umekamatwa na mwenye matunda. Halafu narudi nyumbani unakuta mama ambaye alikuwa anaongea na mwenye maepo ulikoiba amekaa kimya, asemi kitu. Utakuwa na amani au na amani? Utakuwa na amani au na amani? Au tuseme katika namna nyingine, umefanya kosa lakini mzazi wako anakaa kimya, asemi kitu chochote, na anajua kwamba umefanya kosa. Huyo mzazi anakupenda au hakupendi? Wamesema hakupendi. Kwa hiyo ni wadogo lakini wanajua misingi ya maadili. Maana hapo nini? Imetupasa kila mmoja kutimiza wajibu wake. Sehemu ya kwanza, kutimiza wajibu wetu katika kuwalea watoto katika misingi ya maadili. Ndipo hapo utakapokuja kuona unakuta watoto labda leo ni siku ya Mungu, imewapasa kuingia nyumbani kwa ajili ya kumwabudu Mungu, lakini watoto wako mitaani na mzazi amekuja kanisani. Huyo mzazi ametimiza wajibu wake, hajatimiza wajibu wake? Hajatimiza wajibu wake, hajatenda haki. Tunapobatiza watoto tunaahidi kwamba tutawalea katika misingi ya maadili, tutawalea katika misingi ya kumcha Mungu, lakini namna yetu ya kuishi kwa namna moja au nyingine tunajisahau. Basi leo tunapoalikwa tuitengeneze njia ya Bwana, tuonyeshe mapito yake, maana mimi na wewe tutimize wajibu ulio mwema mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Na kwa kufanya hivyo, maana yake tunatunza ile ahadi, na mwishoni amani itakuwepo katika mitaa yetu, amani itakuwepo katika familia zetu, kwa sababu tunazingatia yale ambayo neno la Mungu linatuasa. Lakini kwa namna nyingine, kama nilivyodokeza hapo mwanzo, kwamba kwa juma hili zima toka tarehe 1 mwezi wa 12 mpaka leo tulikuwa na ziara ya msalaba katika parokia yetu, ambayo ni adhimisho la jubilei kuu la mwaka 2025 katika kutimiza azma ya mahujaji wa matumaini. Katika namna hiyo tumetimiza wajibu wetu vema. Toka kigango cha kwanza ni vigango vyote 10. Tulianza katika kigango cha Njilipwa baada ya kupokea msalaba kutoka katika parokia ya Uliwa, na pale tukakesha siku nzima toka asubuhi mpaka jioni saa 12. Baada ya hapo tukaenda katika kigango cha Iduchu kwa mkesha toka saa 12 jioni mpaka saa 1 asubuhi. Baada ya hapo tukaenda kigango cha Lufingu ambapo msalaba ulishinda kule na kukesha kule, na baada ya hapo tukaja katika kigango cha Miva kwa mchana mzima, na baada ya hapo tukaja mkesha hapa parokiani kigango cha Lugololo, na kisha hapo tukaenda Lusitu, Madobole, Mahove, Luponde, na jana tulikuwa katika kigango cha Mkela. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka alizotujalia katika hija hiyo ya jubilei ya mwaka huu, kwani kwa neema na baraka za msalaba zimetutia nguvu ya kuinuka katika imani yetu. Walio walegevu wameinuka katika kushuhudia hiyo. Hata wale ambao walikuwa hawasali kwa msalaba mtakatifu wamekuja kumshuhudia Yesu wa msalaba. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka alizotujalia. Moja, kwa ziara kwenda vizuri. Pili, kwa mwitikio mzuri wa waamini kuja kuabudu msalaba na kuenzi ukombozi wao waliopata kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumshukuru kwa makofi matatu. Lakini bado kama haitoshi, hata hivi leo tukaambizana kwamba sote tufike parokiani kama sehemu ya hija, kama sehemu ya kutambua nguvu ya msalaba, na kama sehemu ya kushiriki katika umwaka wa jubilei, ambao kila baada ya miaka 25 tunafanya tena tathmini ya Ukristo wetu, tunafanya tena tathmini ya imani yetu, tunaamsha tena ahadi ya imani yetu, na tunafanya tena jubilei au shangwe juu ya imani yetu. Ndio maana hata leo tena wamekuja kutoka vigangoni. Naomba kwa heshima na taadhima wote waliotoka vigango mbalimbali nje ya wale kutoka Lugololo, naomba wasimame wote walipo. Wanaotoka vigangoni wote waliokuja kwa ajili ya hija ya msalaba, watoto na watu wazima na vijana wote, naomba tusimame. Asante sana Bwana kwa majitoleo yenu, kwani umetambua thamani na nguvu ya msalaba kama kauli mbiu ilivyokuwa kwamba msalaba ni nguvu ya Mungu iokoayo. Naomba tukeshe.
Hivyo kwa namna moja au nyingine, tunapoadhimisha mwaka huu wa jubilei, imetupasa pia kuketi chini kufanya tathmini. Vipi ni vikwazo vya imani yetu? Na baada ya hapo tuchukue hatua ya kuzirekebisha, kama somo la leo pia linavyotuambia, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kwa ziara ya msalaba, wale walio walegevu wainuke, wasimame, wasonge mbele. Wale walio imara katika imani wasirudi tena wapi nyuma, nao wasonge mbele. Basi kwa namna hiyo ndio namna yetu ya kuishi mali yetu, na tuzidi kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa maisha na matendo yetu. Itengenezeni njia ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo.